haliwezi kuisha mwezi, lazima utakuta kuna watu wawili au watatu wamejifungulia kijijini. Yaani sio wote wanaojifungua kwamba kwa tunafanikiwa kufika kituoni. Kuna binti mmoja hata juzi kushinda jana amejifungulia njiani, manake alianza kuumwa uchungu. Alafu alipoanza kuumwa uchungu kasema ngoja aende Kimara, akafika mahali akajifungulia njiani. Mume wangu amepotea maisha hapo kwa sababu hapana usafiri. Wakachukua kitanda kwamba asubuhi tunataka tumpeleke nani Kimara. Bahati mbaya saa 9 ya usiku akafa bila kupata dawa. Mtazamaji, karibu katika makala hii ya pili, ukiwa ni mwendelezo wa makala inayoangazia changamoto ya upatikanaji wa huduma ya afya katika kata ya Kimara iliyopo wilaya ya Kilolo, mkoa wa Iringa. Katika makala ya kwanza tuliona ushuhuda wa wananchi waliopoteza ndugu zao na akina mama waliojifungulia njiani kutokana na ukosefu wa zahanati katika kijiji cha Idunda, Mhanga na Uluti. Leo hii tunalitazama eneo jingine tena katika kata hii ya Kimara. Ni eneo lipi hilo? Kupata majawabu yote haya, ungana nami Zakaria Nyamoga hadi mwisho wa kipindi hiki. Kwa mujibu wa mwongozo wa kitaifa, zahanati inapaswa angalau iwe na mkunga mmoja pamoja na mganga ambaye anaweza kuwa clinical officer au medical attendant. Hata hivyo, idadi inaweza kuongezeka kutokana na ukubwa wa zahanati, wingi wa wagonjwa na uchumi wa eneo husika. Hii ni zahanati ya Itonya iliyopo kata ya Kimara, wilaya ya Kilolo, ambayo inahudumia vijiji vya Mhanga, Uluti na Itonya vyenye wakazi zaidi ya 4,000, huku ikiwa na mhudumu mmoja pekee wa afya anayetoa huduma zote msingi katika zahanati hii ya Itonya. Kwa zahanati hii kwa sasa kuna mhudumu mmoja tu. Hii ni changamoto na ni changamoto kubwa kwa sababu kiutaalamu mteja mmoja anatakiwa ahudumiwe na watu zaidi ya watu 3 mpaka 4. Anapokelewa na mtu mmoja kwa maana ya mapokezi, anaingia chumba cha daktari, anapewa huduma, baadaye ataenda maabara na kwenda kwenye chumba cha dawa. Sasa ukiwa peke yako, site zote hizo lazima utaenda, na ni changamoto. Na ni kilio tayari tushaomba mhudumu, na sasa hivi tunaomba wahudumu zaidi ya 3. Ikipatikana daktari mmoja na muuguzi mmoja at least tunaweza tukapambana, lakini kwa maana ya kujitoa unajitoa, lakini ni ngumu. Zahanati hii iko chini ya serikali ya kijiji cha Itonya ambayo inaongozwa na mwenyekiti wake Ludaliko Mpogole. Naye anazungumzia suala la zahanati kuwa na mhudumu mmoja wa afya. Kwanza hata tukisema inahudumia vijiji vitatu, bado kuna wafanyakazi kutoka kampuni ambao ni wengi na mhudumu mmoja. Kweli inatoa changamoto kubwa na ni shida kwa wagonjwa wa kawaida. Kitendawili hiki cha mhudumu mmoja kuhudumia zaidi ya wakazi 4,000 kimekosa mteguaji kwa zaidi ya miaka 4 sasa, jambo linaloweka wananchi katika hali ya hatari. Swali ni je, kwa nini mwongozo wa afya hujazingatiwa katika zahanati hii ya Itonya? Kwanza, si mara zote pale kumekuwa na mhudumu mmoja. Mwaka 2020 kulikuwa na wahudumu pale 3. Mmoja alienda masomoni na mmoja alistaafu. Ndio akabaki yule mmoja ambaye umemkuta. Kutokana tu na changamoto za upungufu wa watumishi ambapo serikali inaendelea kuajiri, ndio maana ulimkuta mtumishi mmoja pale. Na changamoto hiyo inajulikana na serikali inafanyia kazi ili kuweza kupeleka watumishi wengine. Unajua shida sio kujaza kufanya kazi, ni uwezo wa serikali kulipa. Shida sio ni kusema hata kutaka leo hata 10 unawapata, lakini kinachomata hapo ni uwezo wa serikali kulipa. Kwa maana yake sio kama naajiri mimi, ni serikali ndio inaleta wenyewe, wakiona wanaweza kulipa, vibali vinaombwa, wanaviruhusu kutokana na uwezo wa fedha unapatikana. Katika ajira hii mpya, waajiriwa wapya, zahanati zote zilizokuwa na mtumishi mmoja au ambazo bado hazikuwa zimeanzishwa kwa kukosa watumishi zimeshapata watumishi, ikiwemo hiyo zahanati ya Itonya ambayo umeizungumzia.
Zahanati hii ya Itonya ni tegemeo hasa kwa vijiji vya Mhanga, Uluti na vitongoji vya Itonya vilivyopo mbali kutokana na jiografia ya eneo husika. Hali hii inatajwa kuchochea ongezeko la vifo na akina mama ambao hujifungulia njiani wakifuata huduma ya afya na tiba. Jiografia ya mazingira ya kata yetu ya Kimara, hasa vijiji vitatu hivi, kimoja tu ndo angalau kijiji mama ambacho ni Itonya. Lakini Uluti kuna kitongoji B ambacho ni Masamba. Kule kuna milima mikali na ni mbali kutoka hapa zaidi ya kilomita 5. Kwa hiyo kushuka na kupanda kwenye milima, mtu uchungu lazima ajifungulie nyumbani. Kufuata jiografia ngumu wakati wakifuata huduma, kiukweli wananchi wangu huwa wanaweza kupoteza maisha kwa ajili ya kufuata huduma za afya mbali. Kwa hiyo imekuwa ni shida kubwa kweli kweli. Haziwezi kuisha mwezi, lazima utakuta kuna watu wawili au watatu wamejifungulia kijijini. Yaani sio wote wanaojifungua kwamba kwa tunafanikiwa kufika kituoni. Ni changamoto. Mwingine anaweza kashindwa kabisa nyumbani, pengine yani ameugua tu ghafla akawa hajaweza kufika, na wengine tu zaidi ni njiani. Sera ya afya ya Tanzania ya mwaka 2007 inasisitiza kuwapo na uwiano sawa wa hudumu katika zahanati zote, hasa maeneo yenye uhitaji kama hapa Itonya. Kutosimamiwa kikamilifu kwa sera hii kumesababisha katika kata moja kuwe na hali kinzani. Mfano, hii ni zahanati ya Kimara, inahudumia vijiji viwili, Idunda na Mhanga, inahudumu 5, tofauti na zahanati ya Itonya kwenye mhudumu mmoja, jambo linalohatarisha afya ya wananchi. Na ndio maana mpaka nimesema hivi, nimetamka kuhusu ikama na idadi ya watumishi. Na kwa kawaida katika kupanga watumishi inategemeana na idadi na hata kama idadi ipo kama ipo ya watumishi inategemeana na huduma zipi zinatolewa na idadi kiasi gani. Matamanio ya wananchi hawa ni kuona huduma ya afya inaboreshwa katika zahanati hii ya Itonya ili kunusuru vifo vinavyoweza kuepukika na kupunguza idadi ya kina mama wanaojifungulia njiani. Ninachotamani mimi kama mwenyekiti wa kijiji, natamani serikali tuongezee wataalamu kwenye kituo chetu. Yaani serikali itusaidie, tunaomba msaada, watusaidie ili tatizo kubwa hili liishe, maana wa mama tunaumia sana. Kama naumwa kabisa homa ya ghafla, huwezi kwenda hospitali. Nakufa. Hatari ya kufa kabisa. Nasema Mungu kama kweli iko serikali kabisa, Samia huyo ambaye tunamuona hata kwenye vyombo huyo, atusaidie kwa jina la Yesu kabisa. Changamoto hii iliyopo zahanati ya Itonya ni mfano halisi wa hali ya huduma ya afya maeneo mengi ya vijijini. Naam, muda ni ukuta, na kwa maoni haya kipindi chetu kinafikia tamati kwa siku ya leo. Kumbuka, tulikuwa tukiangazia huduma ya afya katika zahanati ya Itonya iliyopo kata ya Kimara. Chochote chenye thamani kina jina, kisicho na jina bado hakijaumbwa. Ulikuwa nami mtayarishaji na msimulizi wa makala haya, Zakaria Nyamoga. Kwa heri kwa sasa.